Simulizi ya Dr. Batilda Salha Buriani ambaye ameigwa na vijana wengi katika mifumo ya kisiasa toka mwanzo mpaka safari yake hivi sasa. Karibu nikupe historia yake ya maisha mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi, hii ni Usiku TV. Dr. Batilda Salha Buriani ni mmoja wa viongozi wanawake waliopitia safari ndefu ya utumishi wa umma nchini Tanzania. Safari iliyojaa elimu, uongozi na uwakilishi wa taifa katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Maisha yake ya kazi yanaakisi mchanganyiko wa taaluma, siasa na diplomasia iliyomjenga kuwa kiongozi mwenye uzoefu mpana. Safari yake ilianza katika misingi imara ya elimu. Akiwa na hamu ya maarifa na maendeleo ya jamii, Dr. Batilda alijikita katika masomo ya juu hadi kufikia ngazi ya uzamivu, yani PhD. Elimu hiyo ilimpa uwezo wa kuchambua masuala ya kijamii, kiuchumi na kimazingira kwa kina, jambo lililokuja kuwa misingi muhimu wa maamuzi yake ya uongozi baadaye. Baada ya kukomaa kitaaluma, aliingia katika ulingo wa siasa, akichaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndani ya bunge alisimama kama sauti ya uwakilishi wa maendeleo ya jamii, hasa katika masuala yanayogusa ustawi wa wananchi. Umahiri wake ulimfanya kuteuliwa kuwa naibu waziri, ambako alishiriki katika kusimamia sera za maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, akisisitiza usawa, haki na fursa kwa makundi yote. Safari yake haikuishia ndani ya mipaka Tanzania. Serikali ilimtambua kama mmoja wa viongozi wenye uwezo wa kuwakilisha taifa kimataifa, hivyo aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali. Katika nafasi hiyo, Dr. Batilda alisimamia uhusiano wa kidiplomasia, kiuchumi na kijamii kati ya Tanzania na mataifa aliyowakilisha, huku akitangaza maslahi ya taifa na kuimarisha hadhi ya nchi kimataifa. Aidha, aliwahi kushiriki katika taasisi za kimataifa, hususan katika masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, akichangia mijadala ya maamuzi yenye athari kwa dunia nzima. Hatimaye alirejea tena katika utumishi wa ndani ya nchi alipoaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kuteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Katika nafasi hiyo, Dr. Batilda alikabidhiwa jukumu la kusimamia shughuli zote za serikali mkoani humo, kuhakikisha amani, mshikamano na maendeleo ya wananchi. Uongozi wake umejikita katika kuhamasisha uchumi wa mkoa, kufufua viwanda, kuboresha miundombinu ya bandari, pamoja na kuimarisha huduma za kijamii kama afya, elimu na maji. Kwa mtazamo wake, maendeleo hayawezi kupatikana bila ushirikiano na uwajibikaji. Ndio maana amekuwa akisisitiza nidhamu kwa utumishi wa umma, akisikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi kwa wakati. Ameendelea kuhimiza mshikamano, amani na kufanya kazi kwa bidii kama nguzo za maendeleo ya mkoa wa Tanga. Kwa ujumla, simulizi ya Dr. Batilda Salha Buriani ni hadithi ya mwanamke aliyepanda ngazi kwa elimu, akihudumia taifa kwa siasa na diplomasia, na hatimaye kupewa dhamana ya kuongoza mkoa. Ni simulizi ya uongozi unaotokana na maarifa, uzoefu na dhamira ya dhati kwa kulitumikia taifa. Karibu nikupishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho, ukuaji wake mpaka hivi sasa, nafasi alonayo Dr. Salha Buriani. Msingi wa elimu na utaaluma wake. Batilda Salha Buriani alizaliwa tarehe 19 Oktoba, huo ulikuwa ni mwaka 1965 nchini Tanzania. Ana PhD, yani udaktari uliopata katika University College London, yani UCL. Huo ulikuwa ni mwaka 1992. Safari ya kazi na uongozi, wanasheria na siasa. Dr. Buriani aliwahi kuwa mbunge wa Bunge la Tanzania kwa vipindi viwili, kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2005 na mwaka 2006 mpaka mwaka 2010. Katika kipindi hicho aliteuliwa kuwa naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, uhamasishaji wa mahusiano ya kimataifa. Baadaye aliteuliwa kuwa High Commissioner, yani balozi na Tanzania nchini Kenya. Aliwahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Japan, uwakilishi wa kimataifa. Dr. Buriani amewahi kuwa mwandamizi wa Tanzania kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira, yani UNEP. Alikuwa mwenyekiti wa World Climate Change Forum 3, yani mkutano wa tabia nchi huko Geneva, Uswizi. Mkuu wa mkoa wa Tanga. Baada ya huduma zake za kisiasa na kidiplomasia, Dr. Batilda Buriani aliteuliwa kwa mkuu wa mkoa wa Tanga, nafasi muhimu ya utendaji katika utawala wa mikoa ya Tanzania. Katika uongozi wake kama RC, amekuwa akijikita sana katika maendeleo ya jamii, uchumi na miundombinu.
Ameongoza juhudi za kurejesha kiasi kikubwa cha viwanda vilivyokuwa vimekiuka ili kuibua uchumi wa mkoa. Amesisitiza uboreshaji wa bandari ya Tanga ambayo sasa ina huduma idadi kubwa sana ya meli, uzalishaji wa ajira na biashara. Tangu imepita kuboreshwa kwa miundombinu ya afya, elimu na huduma za maji nchini chini ya utendaji wake kilimo na utoaji wa ruzuku. Ameeleza mafanikio ya utoaji wa mapembejeo kilimo, uzalishaji uhakika wa chakula katika mkoa wake. Amehimiza amani na maadili. Amekuwa akihimiza amani, mshikamano na utekelezaji wa majukumu kwa uadilifu miongoni mwa watumishi wa umma na wananchi. Huduma za kisheria na kijamii. Ameunga mkono kampeni za msaada wa kisheria kwa wananchi, hasa kwa wanawake, vijana na makundi yaliyo hatarini. Uongozi na utendaji kazi wa serikali. Ameongeza utekelezaji wa maagizo ya serikali kuhakikisha utendaji kazi unafanyika kwa viwango vinavyohitajika. Kwa mfano, ameagiza wakuu wa wilaya kutatua kero za wananchi na kusimamia utendaji bora. Kwa ujumla, Dr. Batilda Buriani anaendelea kuwa mkuu wa mkoa wa Tanga akisimamia sera za serikali, miradi ya maendeleo, kuhakikisha ustawi wa jamii, uchumi na amani katika mkoa huo. Ameonyesha uongozi wenye msukumo mkubwa wa kuchochea mageuzi ya kiuchumi, kijamii, kisiasa katika mkoa huo. Hii ni simulizi yake ya maisha. Mimi ni Alexander Scott Rizzi, Usiku TV.